tunaweza sema kwamba hali ya usalama katika jiji la Uvira watu wajikute na amani, sababu sisi wenyewe tuko kwenye front na sisi ndio tunaona jinsi front inaendelea. Population ifanye kazi kabisa, wasiogope chochote, amani iko. Najua kama muasi hataenda fasi vile angali pale Kamanyola, tunajua kama tutamshughulikia muda wa siku chache hizi ziko mbele na hata sogea. Ndio shabaha kubwa ya sisi kutoka Fizi kwenda kubaki kule. Kama tuko kule ni kwa ajili ya population ya Uvira na Fizi wajikute wako katika amani na waendelee na makazi zao. Matumaini usiku za usoni Bukavu tutafika, Goma tutafika na tutagomboa nchi yote. Hata Bunagana tutagomboa. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Ngozi ya ujambo. Jambo sana. Nakumbusha kwamba ni Generali William Amuri ya Kutumba na anapatikana Uvira. Wakahaji na wasikilizaji wangetamani kujua kipi kinaendelea kuhusu hali ya usalama kwa upande wenu. Tunaweza sema kwamba hali ya usalama katika jiji la Uvira watu wajikute na amani, sababu sisi wenyewe tuko kwenye front na sisi ndio tunaona jinsi front inaendelea. Tunafunga front kwa ajili ya population ijikute iko huru na kazi zake. Ndio ile population ifanye kazi kabisa, wasiogope chochote, amani iko. Na kuhusu kusogea kwa muasi M23 pamoja na AFC yake bwana Corneille Nangaa, wewe kama mpiganaji shupavu unazungumziaje kuhusu mji wa Uvira? Ni ile ambayo mimi nazungumza kwamba mji wa Uvira wajikute vraiment na amani. Najua kama muasi hataenda fasi vile angali pale Kamanyola, tunajua kama tutamshughulikia muda wa siku chache hizi ziko mbele na hata sogea. Ndio shabaha kubwa ya sisi kutoka Fizi kwenda kubaki kule. Kama tuko kule ni kwa ajili ya population ya Uvira na Fizi wajikute wako katika amani na waendelee na makazi zao. Je, kuna matumaini ya kuchukua mji wa Bukavu na Goma kutokana na jitihada mtakazoendesha? Ndiyo, kuna matumaini usiku za usoni Bukavu tutafika, Goma tutafika na tutagomboa nchi yote. Hata Bunagana tutagomboa. Wasikilizaji na watazamaji pia wangetamani kujua kutoka kwako Generali Amuri ya Kutumba, hapa Uvira kulingana na historia ni mji unaitwa wa resistance na wahasi wako Kamanyola wanakuwa na imani finyu ya kusema kwamba siku baada ya siku watafika Uvira na Fizi. Wewe kama wawe unawatoa oga kivipi? Mimi nawatoa oga. Mimi nasema kwamba mimi niko kwenye mstari wa mbele. Kama tuko kwenye mstari wa mbele tunajua kipi tunakifanya kule. Ile isiwaogopeshe watu. Mipango ya jeshi ni mipango ya jeshi. Halo, kama wangali pale Kamanyola tunajua mipango gani tunawachukulia kwa ajili ya kuwaondoa pale. Hiyo mipango ya jeshi hatuwezi kuwaambia nyinyi. Generali, mnaonekana wengi sana, sijui mnafanyaje ili kuishi? Serikali imeshawasaidia ama wengine kama vile wazungu, watu wenye mioyo mizuri, ama ni pesa inatoka wapi ili mtoke mlipokuwa mpaka mfike hapa Uvira? Tukiona idadi ya watu na hali ya maisha ya mjini ni kama inakuwa nguvu kwa upande wetu sote. Sijui mnaishije? Kazi tunayoifanya ni kazi ya kusaidia raia. Na raia yetu iko nyuma yetu. Raia yetu inatusupport 100%. Inatusaidia kila chote kile. Hakuna msaada tunapata kutoka nje, hakuna msaada tunapata fasi nyingine, lakini kama raia ingali inatusaidia, tuko pale tunapokea msaada kutoka raia. Hata serikali pia inatusaidia kidogo. Yote ile inatusaidia kwa ajili ya kupata namna gani kuhifadhi vikosi tunavyo. Moja kati ya mpango mkakati waliofanya na kuonekana kama wanaweza kufanikiwa nao FARDC ambao ni kundi la wasaliti ni kule kujiweka pamoja na mzee Amuri William Kutumba. Mission yao kubwa ni pamoja na kumpiga guns mzee Amuri William Kutumba ili ile speed yake anayoweza kuitumia kwa ajili ya kufanya mashambulizi makubwa asiende nayo, apozeshwe. Anapopooza if M23 itakuwa inaendelea kusogeza kukamata maeneo kiasi kwamba watu wanaweza wakabaki ndani ya plane Ruzizi, huko ukaona Makobola wameshafika, ukaona Baraka wameshafika, ukaona Mboko wamekushafika na mkaendelea kubaki plane de Ruzizi. Kazi ikawa tena kubwa.
si tu kuwazuia, lakini pia mbona na huko Fizi kumekwisha kukamatwa, na hata Uvira maeneo mengine yamekwisha kukamatwa. Hivyo vita katika vita, pamoja na kwamba Mungu amesema kwa mujibu wa wale wanaoomba kwamba amekupa uwezo, amempa mamlaka, anahitaji pia mamlaka hayo kuyatafsiri vizuri. Ni uwezo wa kukaa ndani ya mto Ruzizi, ni uwezo wa kukaa ndani ya Plaine Ruzizi, au ni uwezo wa kukomboa Kongo? Je, Kongo inakombolewa kwa kukaa eneo moja, ama Kongo inakombolewa katika kutembea ndani ya Kongo? Kongo inakombolewa katika kufukuza watu, na unawafukuza walipo ama unawafukuza hapo ulipo. Kwa hiyo hii yote ni hekima. Lakini naamini huko hata ushawishi wa nchi zingine zilizo nyuma ya Mzee William Amuri wa Kutumba, ambao nao pia wanaweza kumwambia kaa tu hapo. Kwa maana kwamba Burundi, katika uchambuzi wa siasa, Burundi haiwezi kujokipe sana na kutamani Mzee Amuri William wa Kutumba aendelee kuzurura na kutembea ndani ya Kongo yote. Hiyo itakuwa faida ya Burundi, itakuwa faida ya serikali ya Kongo. Ila serikali ya Kongo inahusikaje katika kujikomboa katika vita hivi? Serikali ya Burundi itakapo balance kuona jitihada za serikali ya Kongo kujikomboa na ile juhudi anayotumika, kwa hiyo hawezi kufanya kazi inayotakiwa ifanywe na serikali ya Kongo. Yeye Burundi akatumia gharama kufanya kazi ambayo itakiwa ifanywe na gharama iliyotakiwa ifanywe na serikali ya Kongo. Kwa hiyo wakati mwingine hata serikali ya Burundi inaweza ikamvuta Mzee Amuri William wa Kutumba kwenye shati, kumwambia una haja ya kwenda mbali, pigana hapa uwamalize, tutawamalizia hapa. Wakati huo utakuta sasa Mzee Amuri William wa Kutumba ama wazalendo walioko mto Ruzizi hawafanyi tena kwa faida ya Kongo. Sasa wanakuwa wamewekwa pale kwa faida ya nchi ya Burundi. Nchi ya Burundi kuwepo pale wakati mwingine si kwa sababu ya kusaidia Kongo, ila yupo pale kwa sababu kujilinda kwenye mpaka wake usiingie hatari. Kwa hiyo watu wanaweza wakatumiwa kwa namna hiyo bila wao kutambua. Hii ndio siasa. Na siasa, akili sipo kwenda mbali, waweza kujikuta umekuwa mtumwa huku kila kama mfalme, lakini umewekwa mtumwa wa kufikiria. Ukabaki kama mfalme na ukajiona huko sawa, kumbe umepunguziwa uwezo wa kuona. Hayo ni mambo ya kuwa nayo makini sana. Hebu ngoja tushuke hapa hivi. Nimeongea sana kuhusu etazenende wazalendo. Ngoja nikupe hatari iliyoko mbele ninayoiona. Wazungu sasa hivi katika kamera zetu na recorder zetu kwenye ofisi mbalimbali za wazungu, kama mmeona sasa hivi M23 RDF wameongeza spidi kubwa za kutaka kukamata Kivu ya chini, Kivu Kusini, lakini pia ya kutaka kudhibiti Uvira, Fizi, Mwenga, Ara. Hii spidi walionayo ni mpango ambao wazungu nao pia wanataka waingie ndani ya Kongo. Ili sikiliza, ni siri, ni habari ya ndani sana. Watu wengi hawawahi kuelewa, huwa wanakuja kuelewa baada ya mwezi mmoja, miezi miwili. Sasa sikiliza na kutobolea. Nimezoea kufukunyua, nimeshazifukunyua, na hizi ndizo zilizopo sasa. Wazungu ama Umoja wa Mataifa baada ya kuambia Rwanda itoe vikosi vyake, Rwanda ionyeshe kutoa vikosi vyake. Lakini pia mkumbuke, mzungu anaweza kusema nimepiga sanction. Wazungu kama Umoja wa Mataifa hauwezi kushindwa kumaliza vita katika nchi yoyote, hauwezi. Kwa maana nchi zote ambazo ziliungana pale hazina nguvu ndogo ya kushindwa kumaliza vita vya Kongo. Lakini wana uwezo wa kunena, ila matendo nyuma ya pazia usijui kuna nini kinachoendelea. Na Rwanda na jeuri gani ambayo kama nchi 15 zinaweza zikamkataza alafu akaendelea? Yeye ana uwezo gani wa kupinga nchi kubwa kama zile? Kwa hiyo ni vitu vya kuwaza. Sasa sikiliza, mpango uliopo ni huu. Mzo habari mbichi. Ni mtumishi wa Mungu. Nikupe vitu vya ukweli. Uvikatae, uvikubali, lakini nafasi yangu si kukupa tu ameuana, lakini nikupe siasa uelewe. Kuna nchi nyingi za wazungu ambazo ziko nyuma ya Rwanda, na watakacho kitengeneza ni hichi na kilichotengenezwa. Watakuja Kongo wazungu. Umoja wa Mataifa utatuma askari wake Kongo. Labda watakuja na jina la MONUSCO, watakuja na jina lingine kama watatumia jina la MONUSCO. Watakuja wakifoka, wakionyesha Rwanda kama ana makosa makubwa, na watakuja kama wako upande sana wa Kongo, wanakuja sasa kuisaidia Kongo kumuondoa adui, kama vikosi vipya vitakavyotengenezwa na Umoja wa Mataifa baada ya hizi sanction walizozisema. Wanapokuja watatangaza ceasefire. Atasema
mwache kwanza kupigana. Watakaposema mwache kwanza kupigana, huu mgogoro tuone sisi tunakuja kuutatua, tumalize. Na kwa kuwa wataonyesha kama wanakuja kuitetea Kongo, serikali ya Kongo itakubali kwa haraka. Na wao serikali ya Kongo ndio ina wanasiasa ambao ni vibonde kama Barcelona inakwenda kucheza na wale watu ambao wakuchezaga mpira toka wazaliwe na miguu yote imevunjika na vingine ni walemavu. Sasa ndio anapangwa timu moja. Kwa maana yake siasa ya Kongo ipo kama imeoza fulani hivi. Watakubali na sijui wanaogopaga wazungu sijui. Sasa watakapofika hao wazungu wanatangaza ceasefire. Baada ya kutangaza ceasefire, hawatasema kwamba majeshi yote yatoke. Wataendelea kusema wazalendo pale walipo watakuwa vile vile. Alafu M23 walipo watabaki vile vile. FARDC eneo walipo watabaki vile vile. Alafu hawa sasa, kwa kuwa M23 wanajitangaza ni wakongomani, Rwanda ataambiwa ondoa majeshi yako. Rwanda atasema mimi nimeshaondoa zamani. Majeshi yangu yaliyoko ndani ya Kongo hayamo tena. Hao M23 nao waona huko, hao ni wakongomani. Kwa hiyo atakuja Alliance Fleuve Congo, anakuja M23, wanakuja na vile vyama vingine vile pamoja na wao. M23 kiongozi wake anakuja ni Bertrand Bisimwa. Kwa hiyo sio Mnyarwanda. Kwao wanajulikana mama yake na baba yake. Ndio M23 huyo. Hakuna atakayemkataa sio Mkongomani. Ndio M23 hiyo sasa, representant ndio huyo. Alliance Fleuve Congo anakuja Corneille Nangaa. Ndio huyo. Ndio Alliance Fleuve Congo ni Mkongomani, hana mashaka na huyo. Ndio wa representa hao. Okay, watasema ndio kwa ukamata Goma tulisaidiwa labda na Rwanda, hawapo tena askari hao. Sasa baada ya hapo, kwa kuwa wazalendo waza wao hawajitegemei. Sasa hapa ndipo mnielewe vizuri. Wazalendo ni kama wanatia nguvu jeshi la FARDC. Kwa hiyo hawataitwa. Manake akisemwa FARDC, manake na mzalendo amesemwa ni mmoja. Hapo sasa ndipo serikali ya Kongo italazimika sasa ifanye makubaliano. Wasikilizwe hawa, kwa nini mnapigana? Hawataambiwa tu wakongomani na wenyewe wana haki ya kuishi vizuri ndani ya Kongo. Kama serikali inafanya vibaya, wana haki ya kujirevolte kama wakongomani. Ndio hawa M23 ambao wamejirevolte. Wasikilize hawa. Sasa na kwa sababu ni wazungu tuwasikilize hawa. Wakati huo wao wazungu ndio wanaowapa nguvu hao wa M23. Manake bado watakuja si kwa upande wa kusikiliza Kongo, lakini kuja kutekeleza au kutimiza kusudi lao ndani ya M23. Ndilo kusudi gani? Kusudi la kwanza, sikiliza, makusudi 4 au 3 yaliyomo ndani ya M23. Haya nimeyaongea kwa muda mrefu. Watu hawanielewa, lakini elewa kwa sababu inakwenda kutimia sasa ili jambo hivi karibuni kama wakongomani hawatalishughulikia kwa spidi kubwa. Kusudi la kwanza ni kusudi ambalo liko ndani ya Alliance Fleuve Congo. Kusudi lake kubwa Alliance Fleuve Congo ni kupata Kongo wao wawe maraisi. Ninaposema Alliance Fleuve Congo, maana yake ndio naongea pamoja na Joseph Kabila. Hii ndio bande ki wapindua serikali ya Tshisekedi, wawe maraisi wa Kongo, wao watawale Kongo. Lakini ndani ya Alliance Fleuve Congo, kama watashindwa kupindua serikali ya Tshisekedi, sasa wako na plan B yao, kwa maana wanapenda hao madaraka. Akina Joseph Kabila na Corneille Nangaa wakishindwa kupindua, watakuja na agenda yao ya pili kwamba wabalkanize. Hii ni plan yao. Wabalkanize ndio plan ya Joseph Kabila sasa hii na Rwanda na ile Ima Empire. Kwa hiyo balozi wake ndani ya Kongo ni Joseph Kabila. Wabalkanize pays. Kwa hiyo watakapo balkanize pays, huyu Joseph Kabila ndiye atakuwa president wa kwanza wa parti est ya Kongo ambaye atakuwa balkanize, Joseph Kabila. Ndio hivyo sasa. Sasa watabalkanize haje? Maana yake sasa watafika mahala maeneo yote ambayo tayari hili jeshi la M23 lipo. Hayo maeneo ndio atakayotajwa, hayo maeneo kwamba ni maeneo ya M23 kama ambavyo wanajitangaza FARDC wanakuja kutushambulia kwenye maeneo yetu.
Willy Ngoma amekuwa akisema maneno haya mara nyingi. Mentefua huwa anasema wanakuja kutushambulia kwenye maeneo yetu. Manake wanataka Umoja wa Mataifa uzoe hivyo M23 ina maeneo yao. Wanataka serikali na wakongomani wazoe hivyo kwamba waliopo M23 sehemu ambayo wapo ni maeneo yao. Kwa hiyo watakapokuja kuamuliwa, kwa hiyo haya maeneo ya M23 haya ndio yatakwenda taratibu. Na ndio maana walipewa plani hiyo, kila wanapokamata waweke na kiongozi na waanze kutawala wao. Manake hivi Nord Kivu, eneo waliopo M23 sio Kongo. Hivi wakongomani hawataki kunielewa. Nikiwafungua macho bado ni wazito kuelewa, lakini muelewe. Kila eneo ambalo M23 ipo, eneo hilo automatically sio Kongo. Ni nchi nyingine kabisa. Manake kodi zote, tozo zote, vitu vyote vinakwenda kwa M23. Kinshasa haipati chochote wala haijui kinachoendelea. Na ndio maana M23 ikaenda kwa spidi kubwa iwahi kukamata hii Kivu ya kusini, Kivu ya kaskazini, iwahi kushuka Kalemi, Katanga, ili mpango kwa haraka sana watakapokuja wazungu wakute eneo lao lote walilo target wameshalimiliki. Sasa itakapokuwa hivyo, mzalendo hataitwa kwa maana yuko ndani ya FARDC. Sasa kama mzalendo angejirevolte, sikiliza, siseme ajirevolte, ninakuchambulia siasa. Kama mzalendo angeonekana yuko autonomy, angeonekana anajitegemea, hapigani pamoja na FARDC, anajitegemea, maana yake mzalendo naye angeitwa. Na wewe hayo maeneo uliyoyakamata umeyakamata kama nani? Kwa hiyo mzalendo na yeye anakuwa anadai haya ni maeneo yangu. Mzalendo anakuwa na yeye anasema haya ni maeneo yangu. Kiasi kwamba hata kama wazungu watakuja wakiongea na serikali, mzalendo akiokwa pembeni, mzalendo anasema hayo ni mazungumzo yao na mimi niko kwenye maeneo yangu. Na mimi ni mtawala, nina serikali zangu kwenye maeneo yangu. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa wanapoona mzalendo ana maeneo yake ambayo sio ya FARDC, mzalendo naye anaweza kuitwa na yeye akaenda kusaini mkataba akaeleza anachokitaka. Lakini kama mzalendo yuko connected na FARDC mpaka leo, atamezwa na FARDC na atajikuta amenyonywa kama sukari ndani ya maji, asielewe siasa imekwendaje. Ninashukuru sana ndani ya wazalendo. Ni wapambanaji wakubwa sana, lakini wanahitaji pia kuwa na wanasiasa wa viwango vya juu. Mpango wa wazungu unaweza kufeli na utafeli kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, kwa maana Mungu anaipenda Kongo na hataki hii mipango itimizwe. Lakini jambo la pili linaloweza kufelisha mpango huu ni pale ambapo hawa wazalendo ambao uwai wa kutetea nchi bado unaonekana ndani ya wazalendo, uwai wa ukombozi wa nchi uko ndani ya wazalendo, basi wasisimame tu kidede. Yani wasisimame tu sisi wazalendo bwana, wakakaa sisi wazalendo bwana. Hapana, wawe wazalendo, lakini pia wafikirie kukomboa maeneo ambayo yamekamatwa, ili kwamba hata wazungu wanapokuja, na ndicho kinachowachelewesha kuona kuna wazalendo wanaonekana kama ni kivuli, ni wingu linachafua huu mpango. Wazalendo ndilo wingu linalochafua huu mpango. Sasa wasikae kuonekana wana maeneo machache. Walitakiwa pia wawe na wakati wa kuwasukuma hawa M23, wa kuendelea kuwanyima ile eneo kubwa walilolidhibiti liendelee tena kunyang'anywa, ili waendelee kuwa na eneo dogo zaidi, ili kwamba hata wazungu kikosi hicho kinapokuja kione sasa mna eneo gani ninyi M23, bado endelee kuona ni eneo dogo ambalo pia halina uhai, halina pumzi.